matokeo mazuri katika malezi ya watoto yanaambatana na jamii iliyostaarabika, yanaambatana na familia yenye afya, yanaambatana na taifa linalojitegemea. Ni muhimu kutambua ustawi huu unategemea sana uchaguzi wako wa mwenzi au uchaguzi wa mzazi, utungwaji wa mimba, ujauzito na umri wa miaka 0 mpaka miaka 7. Hiki ni kipindi cha muhimu sana katika maisha yetu. Kwa hiyo unapokuwa katika kipindi hiki, mwalimu tunaamini uwe na afya nzuri, mwalimu tunaamini usiwe na stress, mwalimu tunaamini uwe na saikolojia hii ya umri wa miaka 0 mpaka 12, lakini huwa tunamalizia na miaka 14 ili uweze kuwafundisha watoto. Mgawanyiko wa madarasa ambao tunauona uko kisaikolojia, umepangwa kisaikolojia ili kuweza kuwafikia hao watoto. Kwa mfano, tuna darasa la miezi 0 mpaka miezi mingapi? Alafu tuna mwaka 1 mpaka, alafu tuna 4 mpaka, alafu kuna 7 hadi, alafu kuna 10 hadi, alafu tuna 14. Katika hayo maeneo hakikisha unaelewa saikolojia ya ukuaji wao. Sasa ninatamani niweke katika namna hii. Huu ufundishwaji hutegemea sana ukuaji wao kimwili, kiakili, kiroho na kijamii. Mnanielewa? Punga mkono kama unanielewa. Lakini kuna vitu viwili vikubwa sana katika kuangalia saikolojia hii. Wataalamu wanasema kwa Kiingereza nature and nurture. Yani mazingira na asili. Hivi vitu viwili ni vya msingi sana katika ukuaji. Kwa hiyo nitaanza na ukuaji wa 0 mpaka miezi 12. Nitacheza kiakili, kimwili, kiroho na kijamii. Miezi 0 au mwaka 0 mpaka miezi 12. Kiakili ninaomba nikuelezee. Lugha yao ni hisia. Lugha yao ni harufu. Lugha yao ni rangi. Lugha yao ni kushika. Lugha yao ni sauti. Kwa namna fupi, akili yao iko very sensitive kucapture katika maeneo haya. Kwa hiyo sauti unatakiwa kujua analia vipi. Mtoto akilia anataka kunyonya, anataka kula, anataka kulala, anataka kubaki peke yake, au kuna kitu kimetokea. Ukiwa mama mwenye kusikiliza visivyoongewa, lazima utofautishe sauti za watoto. Na sio kila wakati ni wa kunyonyesha. Kwa hiyo ana lugha ngapi huyu mtoto? Ana lugha 5. Hisia. Ana lugha ya harufu. Akiona hii harufu anajua huyu ni mama yake. Ana lugha ya rangi. Anaweza kuanza anakuwa, ukimuonyesha rangi fulani, yani unaweza ukashangaa umembeba, sio kwamba amekupenda, ila amependa ile rangi nyekundu ulioivaa wapi? Shingoni mwako. Na unaweza kukuta akifika anaanza kuishika moja kwa moja. 0 mpaka miezi 12 kimwili hukua haraka. Hukua haraka. Ushika kila kitu, anashika. Na akishika anakipeleka mdomoni. Hupenda sana kutambaa. Na wakati mwingine hujilaza. Magonjwa hawa ni rahisi kuwapata. Kwa hiyo lazima ujue hilo. Epuka sana eneo lao kuwa chafu.
wanashika magonjwa kirahisi. Kiroho, imani yao kubwa ni imani ya mzazi. Kwa hiyo mzazi akiwa mpagani, mtoto anakuwa mpagani, maana imani yake iko kwake. Kwa hiyo mama akianza kuomba, mama akianza kuimba, mtoto ataanza kuisikia ile sauti haraka. Kijamii, wanapenda watu waliowazunguka, wana familia, na kwa sababu ile harufu ya familia ndio wanaanza kuizoea. Kila mtu anamkubali, hawa wanaga shida, kila mtu anamkubali. Ukimbeba anakuangalia, ananyonya kidole, anashika mikono, hajui, kwa sababu ni mtoto ambaye ni mtoto wa jamii. Twende 1 mpaka 3. Lugha yao nao inaongezeka kitu kimoja. Ni lugha hiyo hiyo, hisia, harufu, rangi, kushika, lakini wanaongeza na maneno. Wanaanza kuongeza neno, wanaanza kuongeza kusema, na wengine wanaanza kimwili wanasema ukuaji wao kwa kasi upungua kidogo, sio kama wa 0 mpaka 12. Ushika nao kila kitu, upenda nao kutambaa, lakini pia nao magonjwa yanawashika kwa urahisi, lakini wanapenda kujifunza na wanaanza tabia ya kuanza kukataa kujitegemea wenyewe. Yaani wanaanza tabia ya kujitegemea. Imani yao kiroho, imani yao bado iko kwa wazazi. Kijamii, watoto hawa watu ni marafiki, ni watu wa nyumbani, na wanaanza kudevelop tabia ya kukataa watu. Tunaita kwa Kiingereza egotism. Wanaanza ubinafsi. Ukimbeba hataki, ukifanya hivi wanaanza kuanza kusema staki. Kuna maneno ambayo wanapenda watu waliowazoea. Si mnanielewa? Miaka 4 mpaka 6. Miaka 4 mpaka 6 hujifunza kwa shughuli. Hujifunza kwa shughuli. Kwa hiyo unapokuwa kwao, hata kama unawafundisha, geuza shughuli zao kuwa nini? Somo. Halafu upenda ujifunza pia kwa kusikiliza hadithi. Ubunifu, ubinafsi na ujeuri huanza kwenye hiki kipindi. Nimeeleweka vizuri Nasema kiakili hujifunza kwa shughuli. Si mnanielewa? Halafu ka ubinafsi kanakuja, kiti changu, vitu vyangu. Yaani kila kitu anatamani kumiliki. Sasa kwa nini tumeiweka kwenye kiakili? Tumeiweka kwenye kiakili ili uweze kuondoa. Ndugu zangu wapendwa, tunapoongelea swala la akili, tunaongelea masuala ya ubongo. Ubongo huu usiwekwe picha chafu. Kimwili, ukuaji wao wa kasi upungua, lakini wanaongeza shughuli nyingi kuliko ulaji. Yaani anaweza akakataa kula ili akacheze. Na wanagombana na usingizi kuliko kawaida, maana usingizi unawaharibia kucheza. Kiroho, imani yao iko kwa wazazi bado. Mama akiwa mpagani, mtoto mpagani. Mama akiwa anapenda kuimba, kuomba, kufanya kazi ya Mungu, mtoto anadevelop. Kumbuka hawa wote, mama akiwa au baba akiwa vizuri kiroho, wanamkuza mtoto. Kwa hiyo mtoto anakuwa amekulia katika mazingira ya imani fulani. Lakini hawa ndio watu wanaopenda ushirikiano kuliko kawaida. Kijamii wanapenda kushirikiana, kucheza na wengine, kufanya. Yaani yuko tayari kujificha mama yake akimuita ili abaki na wenzake. Joni anajificha. Na ili uweze kuwapata hao watoto, ongeza idadi ya michezo.
miaka 7 hadi 9. Hiki ni kipindi ambacho tunasema kinaanza kinamalizia, lakini kinaanza na wale wa miaka 6, 4 hadi 6. Wakifika miaka 6, hao watoto wanaanza kupenda kufanya nini? Kuandika. Ukiwa na mtoto chini ya miaka 7, sebule yako ni safi, kawapime akili watoto wako. Ukiwa na hii sehemu miaka chini ya 9, wanapenda kuandika mahali popote. Ndiposa kuna mzee mmoja alinunua Prado yake, akaandika 4, ile Prado pembeni imeandikwa 4 mara 4. Mtoto akaweka sawa 16. Baba alimpiga mpaka mikono yake vidole vikakatika. Alivyopelekwa kwa hospitali vilikatwa. Alikwenda yule mtoto, siku moja ameamka asubuhi, baba anamkuta mtoto amelalia Prado. Umeondoka, analia, umeondoka na vidole vyangu. Iliuma sana. Kwa hiyo unapofundisha, acha ukali. Maana hiki ni kizazi cha kuandika. Na ndio maana tunasema hawa imani yao bado iko kwa wazazi 7 hadi 9. Mabadiliko kimwili yanaanza kuwa kwa kasi, lakini katika jamii huanza kuhisi jinsia yake. Tafiti zinaonyesha sasa hivi watoto wanabalee wakiwa na miaka 8. Kwa hiyo unapoenda kimwili lazima uongeze, mabadiliko yao ya mwili huanza kutokea kwa haraka. Sasa hivi unaweza kukuta mtoto wa miaka 7 ameota matiti, au miaka 8 ana matiti. Umeelewa? Kwa hiyo wewe unadhania ni kutokana na vyakula tunavyokula, kutokana na teknolojia, kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa hiyo usije ukamuona mtoto kama ni mzinzi au mtoto anafanywa vibaya. Chukuliana na mazingira yake. 10 mpaka 12. Huu umri ni umri kiakili, unajifunza kwa uelewa. Yaani why? Kwa nini unasema hiki? Kwa nini unasema tutunze Sabato? Kwa nini unasema TV mbaya? Kwa nini unasema kitu fulani? Onyesha sababu. Onyesha sababu ya kila kitu. Ni umri unaotaka kuelewa. Umri wa chini 9 kushuka chini wanaweza kuchukua vitu kwa picha. Sasa vitafasiri. Unaposema kula vyakula fulani ni vibaya, kwa nini atuli nguruwe? Toa sababu kwa nini atuli nguruwe. Hakuna kitu ambacho kimeletwa bila sababu. Kimwili ni kipindi chenye afya kamili, chenye uwiano mzuri kimwili, kiroho, kiakili na kijamii. Hiki kipindi ana afya nzuri, na ndio maana tunawashauri wazazi, unaposhughulika na miaka 13 mpaka 18 au unaposhughulika na 9 mpaka ngapi, usiwafananishe na hiki kipindi. Usipende kufananisha malezi, shughulika na kosa. Tatizo ni lako, usisemi mbona wenzio. Wako kwenye fezi tofauti ya maisha. Imani yao ile 7 hadi 9, imani yao ni kwa mwalimu, sasa imehama kwa mzazi. Na 10 hadi 12, imani yao ni kwa nani? Kwa mwalimu. Kijamii wana ushirikiano mzuri. Twende 13 mpaka 14. Na kiufupi kwenye masuala ya imani, watu wenye dini ni watu chini ya miaka 12 na watu miaka 61 kuendelea. Hao katikati wengi ni wasanii. Na kwa nini ni wasanii? Sio kwamba ni wasanii. Tafiti zinaonyesha wengi hawajakutana na Mungu. Ukikutana na Mungu huwezi ukawa msanii. Ila wale wa juu na hao wa chini wenyewe wana dini kwa sababu wana hisia za kidini. 13 na 14 kiakili. Akili yao inaanza kushuka. Alafu mambo wanayopenda, upenda kufundishwa kwa mashauri. Wanapenda kanuni za maisha. Ukiwafundisha, wafundishe kanuni za maisha.
lolote utakalo kutendewa na watu watendee vivyo hivyo. Nenda kipengele cha pili. Hawa ni umri kimwili, wamezaliwa upya. Yaani chini ya miaka 12 wanaweza wakavaa. Kwa mfano kuna watoto waliokuwa wanapiga gwaride hapa juzi. Unaweza ukashindwa kuelewa msichana ni nani, mvulana ni nani. Lakini wakiisha fika umri wa miaka 13 kwenda, unaanza kuona kabisa hawa wanaanza kujinabaisha. Wamezaliwa upya, tunaita second birth. Si mnanielewa? Hao watoto kimwili uwiano wao ni tofauti. Yaani maumbile yao, unaweza kukuta mwingine ana ndoto za mchana, wakati mwingine hawawezi, masikio ni makubwa kuliko pua, si umeelewa? Au matiti ni makubwa zaidi wakati. Yaani kuna vitu ambavyo vinabadilika kwao ambavyo hawajajikubali kimwili. Nimeeleweka vizuri? Imani yao sasa ni kwa marafiki. Mambo ya dini yanapungua. Hawa ni pretender. Wakija kanisani kwa sababu tu bi mkubwa amefunga nini? Mlango nyumbani. Wanafunga kanisani kwa sababu hamjapika. Na wakiimba hapa, msizanie wanaimba kwa furaha, wanajifariji. Yaani uimbaji wao sio kwamba wana dini sana, ila wameona wametelekezwa. Walipokuwa kwa wakubwa wanaonekana watoto. Wakiwa kwa watoto wanaonekana wakubwa. Wacheze na nani? Wanajikuta wanajikusanya wao kwa wao. Wakianzisha nyimbo zao ni zile dum 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 dum. Mzee wa kanisa anakuja, uimbaji huo sio mzuri. Ulitaka upi? Wenzako wako kwenye kujifariji, wamekataliwa. Si mnanielewa? Unaweza kukuta yaani wana design fulani hivi, ila wana voko, ila dini ndio iko. Kwa hiyo ni afadhali wapotelee wapi? Kanisani. Waleteni kanisani, wakilipenda kanisa tutaendelea ku accommodate. Kwa sababu wao marafiki zao, mambo ya dini yamepungua. Ila wana tabia ya kijamii sasa ya kujitenga. Na naomba nikwambie, chumba chao ni kichafu mbele yako, kwao ni ikuru. Yaani unaweza kukuta amekaa muda mrefu bafuni, au amekaa muda mrefu wapi? Chumbani, amefanya. Kwa hiyo namna ya kuchukuliana nao tunasema hivi, fanya nao kazi. Fanya nao kazi, usiwatenge. Na kuna tabia nyingine ipo kwa wazazi, wanamwambia sitaki kumuona rafiki yako. Na huyo mtoto wako unayemkataza, naye kwa kule kwao anaambiwa naye atakiwi. Wanachokifanya hao watoto, wanatengeneza hako kakambi. Kwako hawaji, kwa wale rafiki zao hawaji, ambacho ni kitu kibaya. Wakikaa peke yao watatengeneza dhambi. Si mnanielewa vizuri? Ni vizuri kukaa nao karibu. Ninaomba kuwasilisha kwa ufupi ili niendelee na mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Leo tuna mambo kadhaa ya kufanya. Kwanza niwapongeze sana. Katika vitu vitatu nilivyoviona kwenu, cha kwanza, mlivyokuja sio mnavyoondoka. La pili, nimegundua mmeelewa namna ya makambi tunapotoka kwenye makambi yaliyokuwa ya nini? Ya pamoja, na sasa tunaingia kwenye makambi kulingana na nini? Na umri. Hilo nimeliona mmelielewa. Mpaka mlipofikia kugombaniana vifaa, niligundua kabisa sasa mmeelewa. Yaani mtoto akilia anaongea kwamba mama nataka chakula. Ila niliingia mule ndani, nimeona watu walivyojipanga. Mmejipanga vizuri kabisa. Nimeenda 1 mpaka 3, nimeona kabisa kesho kuna mabadiliko makubwa mno.
Kesho kutakuwa na mabadiliko. Mmekuwa sasa. Na la tatu, nimeona mlivyoelewa namna ya kuithaminisha kazi ya ualimu. Kwa mamlaka niliyopewa ya kufundisha hapa, tunamtoa Pastor Mariam kutoka kwenye upasta, sasa ni mwalimu. Hatumuiti tena pastor, ni mwalimu. Wakurugenzi wote wa watoto ninawatunuku walimu. Hamna tena kuwa mkurugenzi, nyie ni walimu. Alafu unajua, ukiwa mama, wewe ni mwalimu namba 1 nyumbani. Ndio maana mama White anavyosema, kwa sababu mmekabidhiwa hii idara, Mungu awafanikishe. Acheni na upasta, wekeni walimu. Marieta sijui yuko wapi. Wewe ni mwalimu Marieta. Yaani unajua, unapokuwa mwalimu unashuka ngazi, unawafuata wale. Ukiwa nikisema mimi jamani hapa nilipo ni PhD holder, unaweka gap. Ukisema profesa, watu hawakufikii. Lakini lingine nililoliona kwenu ni baridi tu. Ni baridi tu. Ila pamba mnazoziweka ndani ni za nguvu. Yaani ni lazima, unajua benki hawalipwi vizuri, ila wamejikubali, wamejithamini, wanajipenda. Yaani hilo mkiongeza, kila mtu atakuwa na furaha ya kufanya kazi. Na watu watapenda. Yaani wanasema natamani niwe mwalimu kama wewe. Lakini usipoikubali fani yako, utachukiwa. Jambo ninayotaka kuyaongea asubuhi ya leo, nilikuwa ninatamani, jana tuliongelea namna ya vifaa vya kambi, ambayo tulifikia kwenye eneo la posho za makambi. Kwamba posho za kambi tunazitengeneza sisi kulingana na mazingira, kulingana na bajeti zetu na uchumi wetu. Usifike ukasema hiki kitu hakiwezekani. Leo hii natamani tusichoshane. Mmeniona ni hivyo vaa. Jamani, tumeelewana Kaa kwenye kambi lenu. Saa hizi tunalitengeneza, tunaandika, tunapanga kwa ajili ya watoto wetu watakao kuja kesho. Mkikaa kwenye kambi lenu, tunaingia kufanya nini? Kuliandaa. Tutakaaje? Mnachukua viti mnaviweka pale kulingana na nini? Na maeneo yenu. Si mnanielewa? Mimi nitapita kila darasa nitawawekea kitu kinachoitwa mahitaji yenu. Yale mlioyaomba, nawaambia karatasi hili na nini? Ni la 4 mpaka 6. Mliomba hiki chukua. Mliomba hiki chukua. Alafu tutakaa humo ndani. Jamani, nimeeleweka vizuri? Tumeelewana vizuri Okay. Kinachofuata ITV. Tukitoka hapa kwenye kambi letu, tufanye mambo 5. Tufanye mambo 5. Tutawatumia, jambo la kwanza ni muongozo wa namna ya kuandaa kambi la watoto. Tujifunze vizuri namna ya kuandaa kambi la watoto. Kambi la watoto tunapoandaa, tuandae kulingana na saikolojia na kipato na mazingira ya kwetu kanisani. Usikopi maisha ya watu unapoandaa.
maisha ya Magomeni sio maisha ya Nyakato. Maisha ya Nyakato sio maisha ya Mbeya mjini. Maisha ya Mbeya mjini sio maisha ya Singida Unyankindi. Nimeeleweka hilo jambo? Nimeeleweka? Jamani, tumeelewana hilo jambo? Katika vitu unapoandaa kambi, epuka mambo matatu. Moja, kujilinganisha. Pili, yaani usijilinganishe kabisa. Pili, unapoandaa kambi, usifanye nini? Usigeneralize. Yaani usijumlishe mambo. Mbona wenzetu? Si mnanielewa? Usiseme mbona wenzetu. Una uwezo wa kufanya kitu kizuri ambacho watu wengine wakaja kuiga. La tatu, epuka kulipiza visasi. Usilipize visasi unapoandaa. Usijikweze. Yaani unapoandaa, sijui nitumie neno gani, sio kulipiza kisasi wala kujikweza. Yaani usifanyeje? Yaani usikomoe. Sijui hata kukomoa kukoje. Usiseme wamenifanyia hivi na mimi ngoja nifanye hivi, kwa sababu kambi sio la kwetu, ni la watoto. Sasa jiulize, wale watoto wamekufanyia nini? Wazee wa kanisa wamenikwaza, wachungaji wamenikwaza, kwa hiyo sifanyi. Don't do that. Kumbuka, roho za watoto zinakulilia. Yaani ukikaa chini ukasema watoto, unavua mambo yote, unawafikiria wale watoto. Jamani, tumeelewana vizuri? Kwenye maandalizi tumeelewana? Nimesema jambo la kwanza ni nini? Tuko kwenye jambo gani? Namna ya kuandaa nini? Kambi la watoto. Kwa hiyo namna ya kuandaa, tumetoka hapa. Najaribu kulifafanua ili mnielewe. Kwa sababu mimi Mwakalonge, mkiniangalia hapa, unaweza ukazania nimependeza. Na namna ninavyokuona na roho inavyokuendeleza, unajua hii ni suti ya 300,000. Hii sio suti ya 300,000. Niwaambie bei yake. Niwaambie. Haijafika hata 50,000. Yaani kuna maisha bwana, ukiwa na uwezo, Mungu hawezi kukupa vitu vyote. Wote ambao hatuna hela tuna uwezo mkubwa wa kuchagua. Yaani unaweza ukafananisha ukashinda. Yaani suruali Singida, koti hili ukalipata Arusha. Alafu ukiviona kwa mbali ka suti, ile inaitwa fananisha ukashinde. Fananisha ukashinde. Jamani, hilo ni jambo la ngapi? La kwanza. Unapofanya kambi lolote, unapoenda anda. Jambo la pili, saikolojia ya watoto. Jifunze saikolojia ya watoto. Umeambiwa dakika ngapi? Niambie tu huko. Njoo. Bado dakika 10. Mimi zile 20 ziliisha. Nafanya mambo matano tu. Saikolojia hii tumejifunza hapa, lakini nendeni mkajifunze zaidi. Inapatikana wapi? Naomba niwaambie saikolojia inakopatikana. Moja, ina wataalamu wengi kanisani wa saikolojia, watumieni. 2, inapatikana kwenye kitabu cha malezi ambacho kinaitwa Child Guidance. Utapata vitu vingi mwana. 3, inapatikana kwenye kitabu kinachoitwa Adventist Home. 4, inapatikana kwenye kitabu cha kutayarisha njia.
Mnanielewa lakini vizuri? Musiache kuisoma. Utagundua, nenda kwenye shule ya Sabato, inayo. Nenda kwenye kitabu miongozo ya huduma za watoto, inayo. Nenda kwenye huduma za vijana, inayo. Si mnanielewa? Alafu chukua na vitabu vyetu na vingine vitakusaidia. Na ukijifunza utajikuta unaelewa vitu vingine tofauti. Jamani, tumeelewana vizuri? Hilo ni jambo la ngapi? Jambo la tatu. Jambo la tatu. Epuka kusomba, yani kufanya mambo yote we mwenyewe. Nimeeleweka? Yani huna ushirikiano na watu wengine. Huna ushirikiano na watu wengine. Hakikisha unajua, kwa mfano kuna mchungaji. Kuna kosa tunalolifanya. Kuna kosa tunalolifanya walimu wa watoto. Tunakaa chini, tunajikuta unamwalika mchungaji awe ndugu msikilizaji. Usifanye hivyo. Ukimwalika mchungaji, mpe kazi ya kufanya. Ukiandaa shule siku ya watoto au kambi la watoto, tumia watu wote. Kuna wanakwaya wanajua kusoma noteni za uimbaji wa muziki, wapelekee, naomba tunataka tujifunze huo wimbo. Umewashirikisha wanakwaya. Umeenda kwa wakina mama mtuandalie kitu fulani. Mmeenda kwa wazee wa kanisa, wapatie somo. Yani washirikishe kanisa zima. Usifanye wewe yote. Tulifundishwa Ititi ukwenda. Tulifundishwa wapi? Kuna mwalimu pale, yuko pale. Acheni sifa, zitatuua. Unataka upongezwe kila kitu, zitakuua. Shirikiana na watu wengine. Wewe unatamani kutajwa tu na mchungaji pale au mzee wa kanisa, huyu ni mtu yani anatusaidia sana upande wa watoto. No, shirikiana na watu wengine, litakusaidia. Na sio tu wa hapo, hata wa kanisa jirani, hata wa mtaa. Kuna taratibu nzuri za kufuata ili uweze kushirikisha. Hilo ni jambo la ngapi? Linasemaje? Yani unakuta we mwenyewe honi, we mwenyewe breki, we mwenyewe. We kwani muendesha mkokoteni? Maki muendesha mkokoteni ndio breki yeye, honi yeye, injini yeye, kila kitu yeye. Hapana. Nimeeleweka vizuri eh? Okay. Jambo la 4. Fanyeni kambi liwe la mvuto. Unafanyaje kambi liwe la mvuto? We mwenyewe uwe smart. Umekazana, unatengeneza vifaa, chupi inaonekana. Yani unaone na mbele ya watoto wanaangalia. Na wanaanza kuitathmini sasa. Itakuwa kama shilingi 500 ya 1000. Kuwa smart mwalimu. Si mnanielewa? Weka kitu cha kumvuto. Sio mandevu mpaka watoto wanaangalia. Hii nini? Nenda saruni. Kaa. Tulia, watu wakutengeneze. Unaenda wapi? Kwenye kambi la watoto. Na ili uweze kufanikiwa hivyo, hakikisha mambo yako yamekamilika wiki 2 kabla ya kambi. Yani siku ya kambi. Hivi mnafikiri kwa nini wajenzi wakitaka kujenga wanaweka mabati? Kuna vitu vingi, kuna falsafa nyingi. Ili kwa mfano hili bango lilivyokuja, mlivyolishangaa. Sasa hizi mnalishangaa tena. Hamna. Kuwa smart. Haya, kuna mwalimu mwingine ananyonyesha, huku anaelekeza vifaa, titi liko nje na lingine kama linatoka. Sasa kwa nini? Sasa watoto
tutajifunza. Yote nini? Huna mahali pa kuweka hiki kitu. Unatakiwa ukiache. Ukae ya nani? Hapo una simu pia inalia. Hapo umekazana, watoto, mwalimu. Hapana. Kuwa smart, weka vizuri, chomekea shati, kaa vizuri. Na mara zote unaposimama mbele za watu, hakikisha kuna vitu viwili very interesting kwa watu. Cha kwanza ni uso wako, cha pili via vyako vya uzazi. Kuna mwalimu mmoja niliamua kumfukuza. Sikuwa kambi langu, ila nimwambia nenda kabadilishe nguo. Hapa pametuna. Amekazana watoto. Sasa watoto wote badala ya kusikiliza nini? Somo, wanaangalia via vyake. Pametuna. Kuna nini? Mbona wengine hawatunishi hivi? Be smart. Nimesema nini? Kuwa nini? Mara nyingi kama unashindwa basi chomolea nini? Shati. Chomolea shati sehemu ambazo ni interest. Umefuta nini? Matongotongo, umepiga mswaki vizuri. Si mnanielewa vizuri? Nimeeleweka jamani? Lakini kwenye hiyo pointi ya ngapi? Kuwa nini? Lakini pia usilalamike sana. Hiyo smart, unalalamika mno. Yani mlalamishi. Hivi wazee watatuelewaje? Kila wakati mna vikao, hawa nini? Yani kiasi kwamba hata watoto wanasema ili li kazi sio kazi nzuri. Akikuwa tu anakimbilia atape. Akikuwa tu anakimbilia kwenye vitu ambavyo vina maana. Lazima na sisi tuwafanye watoto wetu siku nyingine. Yoeli 1 mstari wa 2 mpaka 3. Wahalifuni watoto wenu wakawahalifu watoto wao wakakihalifu kizazi kingine. Tusipeleke message mbaya. Ndio maana tunapokaa watoto wanakuja, nani hawa? Nani hawa? Walimu wetu tumewaalika, tuwahandle, tuwatafutie sehemu. Jamani, jana niliongelea hii. Wale ambao hamkuhudhuria kikao, jana tuliongelea hili. Wapatieni kazi ambayo ni ngumu na yenye thamani na yenye baraka, ni hii kazi ya walimu. Na niliwaonyesha, mimi nimealikwa kwenye makambi ya familia, nimealikwa kwenye makambi ya nini? Ya ndoa changa, sijui nafundisha ndoa changa, nafundisha vijana, na nimefanya makambi ya watoto. Kuanzia mwanzo, kuanzia kuliandaa mpaka kulimaliza. Ninajua headache ya huku. Alafu mwisho unafungiwa shilingi 20,000. Ila nikwambie kwa nini nafurahia 20,000. Kila kanisa nikienda watoto wananikubali. Niwaambie baraka nyingine. Watoto wangu sijajua jinsi vile ninavyohitaji, lakini watoto wangu wananisikiliza pia. Ngoja niwaambie, kila unapofanya kazi ya watoto wengine, Mungu anabariki watoto wako. Tena ukifanya kwa moyo wote, hata hiyo 20,000 haina maana. Ila ole wa wangapi hapa ni mashemasi? Kanisani kwenu mashemasi wawili wasimame. Huyu na huyu. Aya, simama juu. Muone Pastor Mlingwa yule pale, yule pastor yule. Tumfuate. Barikiwa. Compensate na haya matangazo ya mashemasi. Unafika sehemu, fikiria hivi wewe. Mimi huwa nawaambia, sikilizeni tunaita magic of life. Moja, uwezo wako wa akili ukikutana na uwezo wa Mungu, yani akili yako ikakutana, tunaita total surrender.
kuna muujiza unatokea. Yaani mimi hapa Mwakalonge nikiomba hisia zangu, akili yangu ikakutana na Mungu, mbingu haitulii. Siku uombe yako, akili yako ikakutana na Mungu. Kama Ayubu aliuza vyote akatamka hili neno, mimi nilitoka tumboni mwa mama naliuchi, nitarudi. Hakuona tena vitu vingine vilivyoko hapa. Ile total surrender, yani kujikabidhi kwa Mungu na kuacha vitu vyote. Mbingu haitulii na wewe. Hiyo ni magic of life. Ya pili, hisia yangu mimi ikikutana na hisia yako. Labda amnielewi. Kuna mtu nataka kumuita, kama uliwahi kuona hili jambo, ukimwangalia muda mrefu unakuta naye anageuka kwako. Umewahi kukutana na hilo jambo? Nataka nimuite mtu fulani afu hanioni, naamua kuconcentrate kumwangalia. Nikimwangalia muda mrefu unashangaa anageuka. Ndivyo ilivyo kwenye hisia. Yaani hisia yangu mimi ikiridhia na hisia yako, kuna muunganiko ambao nature inakubaliana nao. Sasa umenipa mimi 20,000, hisia yangu ikaridhika, ila hisia yako ikasema tumpe tu ili kome. Hizi hisia zikitofautiana, kuna mmoja anabeba laana. Nimeeleweka vizuri? Ndio maana ya chochote unachotaka kutendewa na watu, watendee vivyo. Yaani kile kilichokugusa ukasema, na ngoja nikwambie, mtoto akimpa mtu mwenye kisukari pipi, yule mtoto ametoa kwa hisia yake. Yule mwenye kisukari hata akipewa hafi, na wala haipandi hata chembe moja. Mkono wa mtoto ni mkono wa baraka. Sasa endeleeni kukaa kwenye vikao vya fitina na wala sio vya Mungu. Uwezo upo, mkarimuni huyo mgeni. Uwezo hamna, Mungu si anajua. Hisia zenu si zimekutana na Mungu, Mungu ataleta njia nyingine. Be smart. Mimi ninapoongelea kuwa smart, naongelea neno smart ni pana. Ningeweza kulifundisha wiki nzima. Kwenye mavazi, kwenye kuongea, kwenye kuandaa kambi, kwenye kukarimu wageni, kwenye kufanya nini. Yani be smart. Jamani, nimeeleweka vizuri? Nani ambaye hajanielewa? Jambo la 5 na la mwisho. Jambo la 5 na la mwisho. Jambo la 5 na la mwisho. Okay. Fanyeni kwa haki yote. Fanyeni kwa haki yote. Yesu alipobatizwa, Yohana alisema siwezi kukubatiza. Alisemaje? Imenipasa kufanya nini? Ili kutimiza, timizeni haki yote. Unapoanza kambi, hatua ya kwanza ni zile nilizowaambia jana. Hatua ya pili ni kushirikisha uongozi wa kanisa. Nenda kwa mchungaji, haikukosti. Mchungaji, tuna kambi. Na usiseme tunapoondoka hapa, usiseme Ititi. Wala usitaje mtu yo. Kama hujaelewa, hujaelewa. Na kama umeelewa, umefanya nini? Sema, mchungaji, ninaliona hili jambo kama lilivyoainishwa kwenye miongozo ya kanisa 1, 2, 3. Tunatakiwa kufanya hiki kitu. Mchungaji utamuelekeza. Hawa watoto wanajifunzaje? Hawa watoto mtayajenga na mchungaji. Ngojeni niwaambieni, mchungaji akikuelewa umemaliza ajenda. Shida ukimskip mchungaji, mwana kulifind, mwana kuligeti.
usihangaike. Mkae mchungaji. Mchungaji anasema sasa natamani nilielewe. Ngoja tuokae na wazee wenzangu. Mchungaji atalieleweza? Ninachosema msiruke. Fateni utaratibu wote. Naomba niwaambieni, hakuna vita kubwa kama iliyoko katika maeneo mawili kwenye masuala ya kiroho. Na hapa sisemi kwa sababu hao wana wa kike wamewekwa hapa. Hapana. Vita iko kwenye maeneo matatu. Kwenye kujenga msingi wa watoto, lazima utapambana na watu sana. La pili, kwa wana wa kike. Hii ndio vita iliyopo. Maana dunia inasema ukiharibu kizazi, umeharibu dunia. Ukiharibu watoto, umeharibu msingi. Jamani, mnanielewa vizuri? Kwa hiyo kwa sababu ya vita hiyo kuu, ni lazima tufuate taratibu zote ili tusiweke mwanya wa kuingilia mtu. Mimi nimemaliza.